Wafanyabiashara wadogo jijini Nairobi huandamana kulalamikia ushuru wa juu wanaosema unatozwa na mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA kutokana na kuongezeka kwa kiwango cha chini cha forodha almaarufu custom minimum benchmark kwa shehena ambayo iliunganishwa kwa shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 2.5. Kulingana nao, imekuwa vigumu kupata faida kwa sababu ya ushuru wa juu, wafanyabiashara hao sasa wakitaka serikali kuingilia kati kuwasaidia. Wanabiashara wa biashara ndogo na za wastani hii leo walijitosa katika mitaa ya jiji la Nairobi kuandamana, wakilalamikia ongezeko la ushuru wa juu unaotozwa na mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA, ambao wanasema unahatarisha biashara nyingi huku ikiwa vigumu kwao kupata faida. Biashara hiyo imekuwa vibaya sana kabisa. Unapata kama mzigo venye inaingia saa hii inaingia na pesa tax nyingi sana kabisa. Si wakulima wadogo tunaumia. Kabla uzio mzigo unaumia. Customers pia watu waoni, wakikuja wanalalamika, wanataka kukimbia huko na huko. Tunaumia kama sisi wafanyikazi, kwa manake Kasongo anapandisha hongo na anapandisha ushuru pia. Sisi kama wafanyikazi tunaumia juu sisi ndio tunafutwa kazi wakati ushuru imepandishwa juu. Haya yanajia kutokana na kuongezeka kwa kiwango cha chini cha forodha kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.5, ambapo wafanyabiashara wanalalamikia kukandamizwa na kuitaka serikali kuingilia kati ili kuwasaidia. Kile tunataka kutokana na haya mambo, tunataka serikali tusikize, KRA watusikize, washukisha ama wakubali tuendelee na benchmark ya 2.5. Ile wanapoongeza wameongeza already 3.2, ni kitu haiwezi wezekana kwa biashara vile kuko uchumi ya Kenya haituruhusu tuwafanye na hiyo 3.2. Ilikuwa tunalipa container ya consolidation 2.5. Wameamua asubuhi moja si 2.5 ni 3.5. Tukaenda kwao tukararamika, wakasema itafanywa 3.2. Kutoka hapo tumeandika barua after barua, lakini hakuna kitu wanasikia ama hakuna kitu wanasema. Petition yetu iko na mambo kadhaa yenye tulikuwa tunataka waongelee. Kwanza ni hiyo yenye tunasisitiza ya kwamba benchmark ya 40 foot container lazima ibaki ile 2.5 yenye tulikuwa tunaongea, na pia tunataka nafasi pia tuweze kuelezana na wao, kujadiliana na kukubaliana na wao, lakini hajaweza kutupatia hiyo nafasi. Kamishna wa forodha wa KRA Lilian Nyawanda akiajibu malalamiko ya wafanyabiashara amesema kuwa mamlaka ya ukusanyaji ushuru haijaongeza ushuru wa biashara ila inatekeleza tu yaliyopitishwa na bunge. Amount was arrived at based on analysis of similar items, imported by consolidators and the values for which they have attracted over the last few years. So 3.2 is the minimum expected from a 40-foot container based on certain items, and it's important to know that it is the minimum. This could go all the way up to even 20 million. But this is the minimum based on our analysis, saying based on these commonly imported items by consolidators, the minimum we expect, like the baseline, is the 3.2. It is not a new tax because taxes are set by legislators. KRA's role is to implement the law. However, we need to ensure that the right values are declared, the right items are declared, and the right taxes are paid. So the 3.2 is basically, as commonly known as benchmark, it's a facility.